Karne ya 21, karne ya zama mpya. Mabadiliko na matukio mengi yameathiri maisha yetu. Katika miaka ya 2000, Urusi ilianza awamu mpya ya maendeleo yake. Kwa nchi kubwa, hii ilikuwa mwanzo wa ahueni ya kiuchumi na utulivu wa kijamii na kisiasa. Ilihitajika kutatua matatizo mengi magumu, kujenga mkakati wa muda mrefu kwa kuzingatia mijadala na mazingatio yote ya kihistoria na kisiasa ya kijiografia, pamoja na muundo wa maendeleo ya dunia ya kisasa. Na Urusi ilizidi kuwa na nguvu mwaka hadi mwaka, ikijihakikishia usalama na utulivu wa kifedha, huku ikidumisha hadhi yake kama taifa kubwa duniani lenye historia na mila za karne nyingi. Hivyo tulianza kusonga mbele, tukichagua pamoja njia hii, tukijifunza kuishi katika uhalisia tofauti, tukikabiliana na changamoto za karne mpya, tukijitetea kwa fursa zake katika nyanja ya teknolojia ya habari, kuinua uchumi, tukikuza nishati, mfumo wa usafiri, sayansi na teknolojia, utalii, tiba na kilimo. Sekta ya nishati ya umeme ndiyo msingi wa maisha ya kisasa. Maendeleo yake huamua kiwango cha maendeleo ya kisayansi na kiufundi. Ina jukumu muhimu sana katika maisha ya kila siku, ikimfuata binadamu kila mahali. Mwanga na joto majumbani, uendeshaji wa kampuni na usafiri, simu janja na superkompyuta, vyote hutegemea umeme. Urusi ni mmoja wa wazalishaji na wasafirishaji wakuu wa rasilimali za nishati duniani. Nafasi ya sekta hii kwa uchumi wa nchi na sayari nzima inazidi kukua, hasa katika karne hii mpya. Kukosekana kwa malipo katika miaka ya 90 kulivuruga kazi ya sekta hiyo. Mafundi umeme wa ngazi ya chini hawakulipwa kwa hadi miezi 6. Kampuni nyingi za umeme za mikoa zilikuwa zikipata hasara, na kufikia mwisho wa muongo huo, baadhi zilifilisika. Katika kipindi hicho, sekta ya nishati nchini Urusi ilikabiliwa na matatizo kadhaa kwa wakati mmoja, ikiwemo uhaba wa uwekezaji, ubovu wa miundombinu, na matokeo yake kusimama kwa uzalishaji wa umeme na viwanda vya umeme. Ushuru uliongezeka sana wakati uzalishaji wa umeme ukiwa unashuka. Nyakati hizo ngumu pia ziliathiri sekta ya nyuklia. Makampuni yaliyokuwa yanaongoza katika sekta ya nishati kwa zama hizo yalihitaji kuboreshwa. Umahiri ulihifadhiwa, lakini hakukuwa na kituo kimoja. Mabadiliko yalianza katika miaka ya 2000 wakati viwanda vilipoanza kuondolewa kwenye hali ya kuhifadhiwa, na mwaka 2007 kampuni ya serikali ya nyuklia Rosatom iliundwa. Mwaka 2007 rais alifanya uamuzi mpya kimsingi, uamuzi muhimu sana, sio tu kwa nchi nzima bali hata kwa dunia nzima. Kwa mara ya kwanza utaalamu wote uliunganishwa katika mfumo mmoja wa usimamizi, kuanzia uchimbaji wa uranium hadi kuikabidhi miundombinu baada ya matumizi. Uwezo wote ulikuwa katika mfumo mmoja wa usimamizi. Mbali na ujuzi na maeneo yaliyokuwekwa awali, yalikuwa yakiongezwa mengine mapya kama vile atom float na utengenezaji wa mashine za kielektroniki. Na hii iliweka mazingira mapya kabisa na fursa ya kupanga kazi nzima ndani ya mfumo mmoja. Sekta ya umeme nchini Urusi ilidumu kwa muda mrefu. Tulisimama imara na kudumisha kasi ambayo kwa kweli ilitoa maendeleo endelevu ya kiuchumi hadi mwaka 2008. Wakati rasimu za kwanza za mageuzi zilikuwa zikizingatiwa, wakati uwekezaji mkubwa wa nishati ulipokuwa ukijadiliwa. Uwekezaji mkubwa kiasi kwamba wakati miradi ya kwanza ya kisasa ilipoibuka, fedha hizi zilistahimili na kubaki. Ikumbuke kwamba Umoja wa Kisovieti ulifungua njia kwa kiasi kikubwa. Kasi ambayo uchumi ulikuwa iliendelezwa na nishati kubwa ambayo imeendelezwa mwanzoni mwa miaka ya 90.
Maendeleo ya sekta ya mafuta na nishati nchini Urusi katika karne mpya yanajumuisha usasa na sekta ya umeme kupitia programu mbalimbali za serikali. Lengo kuu ni maendeleo ya haraka ya mafuta na nishati ya Urusi, na kupitia hilo kukuza maendeleo ya kiuchumi na kutoa rasilimali zenye ubora wa kipekee, lakini zenye thamani sawa kwa watumiaji wetu wote. Katika mazingira magumu ya sasa, Urusi sio tu inathibitisha uhakika na uhuru wake wa nishati, bali pia inashika nafasi muhimu katika sekta ya nishati. Katika miaka iliyopita, uzalishaji wa umeme umeongezeka kwa kiasi kikubwa na uwezo umeongezeka. Malengo yetu kwa sasa ni katika utumiaji wa teknolojia ya kidigitali. Urusi inabaki kuwa kiongozi katika soko la kimataifa la teknolojia za nyuklia. Leo hii, ujenzi wa vitalu 22 unaendelea katika nchi 7 duniani. Asilimia 85 ya soko la nje la mitambo ya nyuklia: Uturuki, China, Hungary, Misri, Belarus, Bangladesh, India na tena China, ambapo Urusi inajenga kituo cha pili cha nyuklia. Nchi yetu imeweka kiwango cha juu katika ulingo wa kimataifa. Tunasambaza mafuta ya nyuklia kwa ajili ya vinu 70 vilivyopo nchini Urusi na Ulaya, Asia ya Kusini na Mashariki. Vituo vya sayansi na teknolojia ya nyuklia vinaanzishwa, ikiwa ni pamoja na kituo cha kimataifa cha sayansi na elimu Obninsk Tech, ambapo wasomi wa kiteknolojia wa nchi washirika wataandaliwa. Urusi imeongeza kwa kiasi kikubwa sehemu ya uzalishaji wa nishati ya nyuklia kwa kujenga vituo vipya 11 nchini, ikiwa ni pamoja na vile vya kisasa zaidi vya kizazi cha 3. Kituo cha nyuklia cha Leningrad ndiyo mzalishaji mkuu wa umeme kaskazini magharibi mwa Urusi. Kinachangia zaidi ya asilimia 55 ya matumizi ya nishati ya jiji la St. Petersburg na mkoa wa Leningrad. Kwa kila sekunde, mwanga wa taa unawaka kwa nishati iliyozalishwa katika kituo cha Leningrad. Tumefika mahala pa kihistoria. Ilikuwa hapa miaka 50 iliyopita, chini ya miaka 50 iliyopita, ambapo kinu cha kwanza kabisa nchini Urusi na duniani kote, RBMK 1000, mtambo wa chaneli wenye nguvu nyingi uliotengenezwa na Usovieti, kilizinduliwa kwa mara ya kwanza. Shughuli za kwanza za uzinduzi zilifanyika hapa mnamo Desemba 1973. Baadaye vinu vya pili, vya tatu na vya 4 vilijengwa, na kwa uwazi ilikuwa kituo chenye nguvu zaidi katika muungano mzima, na maanisha kiwanda cha nguvu cha nyuklia cha Leningrad. Leo mwaka wa 2023, vitengo vya kwanza na vya pili vimesimamishwa kabisa kwa miaka 45 ya huduma kwa kila mmoja. Vitengo vya RBMK ni walinzi wetu wa zamani, maveterani wetu. Vitengo vya VVER vilivyo nyuma yangu ni vitengo viwili vipya vya umeme vyenye ufanisi, vinavyofanya kazi na vinavyotoa umeme, na kwa kweli ni vyenye nguvu zaidi kuliko vitengo vya RBMK. Kinu cha nyuklia cha Leningrad ndiyo kinu pekee nchini Urusi kinachochanganya vituo vya nguvu vya aina mbili tofauti: chaneli ya uranium kwa graphite katika RBMK na chaneli ya maji kwa maji katika VVR. Reakta mbili za chaneli zinaendelea kufanya kazi bila kushindwa. Njia mpya za usindikaji wa vifaa vya mionzi zilianzishwa katika kituo hicho, pamoja na uzalishaji wa isotopu za radiokemikali za kimatibabu na za jumla za viwandani. Na vituo vipya vya nguvu hutokana na maendeleo ya mabadiliko ya aina za vinu vya nyuklia vya kawaida na vya hali ya juu zaidi vya kizazi cha 3. Hakuna kiwanda hata kimoja cha uendeshaji duniani kilicho na usanidi kama huo wa mifumo ya usalama. Kwa kuzingatia kiasi cha megawati VVR 1200, ni miongoni mwa mitambo 10 ya nishati ya nyuklia yenye nguvu zaidi duniani. Wakati huo huo, ina vifaa vya mfumo wa usalama wa kipekee kabisa.
Kinu cha nyuklia bila shaka kinachukuliwa kuwa moyo wa kiwanda cha nguvu za nyuklia. Sehemu ya kudhibiti vitalu labda inapaswa kuzingatiwa kama ubongo, na tukilinganisha waendeshaji na sehemu ya mwili wa mwanadamu, watafanya kazi kama mawazo na nguvu. Itakuwa ni matendo yaliyoelekezwa. Hapa ndipo taarifa zote kuhusu uendeshaji wa vifaa husambaa mchana na usiku. Hapa tunaweza pia kushuhudia usimamizi wa kiteknolojia wa kitengo cha umeme. Ningependa kusema maneno machache kuhusu zana za usimamizi wa vinu vya VVR 1200. Zana hizi husaidia kupata taarifa za uendeshaji wa sasa na taarifa zilizohifadhiwa kwa azimio la hadi milisekunde 50. Kwa hivyo, wataalamu wanaweza kuwa na fursa kubwa zaidi, kama vile kugundua hitilafu kwa wakati na majibu ya haraka. Fursa hizi zote zinahakikisha uaminifu wa mradi huu, uaminifu wa kiwanda hiki cha nguvu za nyuklia, na urahisi na ergonomics ya sehemu ya udhibiti wa waendeshaji wa vitalu. Wakati huo huo, tunaweza kushuhudia ujenzi wa vituo vya vitalu vya nguvu ya nyuklia vya 3 na vya 4 vyenye vinu vya aina mpya ambavyo pia hutumika katika miradi ya kigeni. Hapa katika kiwanda chetu cha umeme cha nyuklia cha Leningrad, tunafanya kazi kuelekea mikataba yetu inayotarajiwa nje ya nchi. Watu huja hapa kuona vinu vyetu vya umeme, na bila shaka tunawafunza wataalamu kwa nchi nyingi kama Misri, Uturuki, China, Hungary na kadhalika. Yaani kwa nchi hizo ambazo tunafanya kazi leo na kujenga vinu vyetu vya umeme. Laes inapitia kuzaliwa upya. Jiji la wanasayansi Sosnovyy Bor linapitia mabadiliko kama hayo. Katika jiji hili, Rosnegoatom husaidia kujenga vituo vikubwa vya kijamii kwa ajili ya michezo, elimu na tiba. Uwezo mbadala wa kiwanda cha nishati ya nyuklia utakuwa dhamana ya uhuru wa nishati ya serikali, na uwezo huu utaruhusu kutimiza miradi mikubwa ya uwekezaji wa kikanda na pia kutoa utulivu wa kijamii katika eneo hilo. Utaleta mwanga na joto katika nyumba za watu. Karne mpya inatarajia matumizi makubwa zaidi ya teknolojia zinazopunguza kaboni. Sekta ya kisasa ya umeme wa maji ni sehemu muhimu ya uhamishaji wa nishati inayotoa ufikiaji wa nishati safi na ya bei rahisi. Urusi ni miongoni mwa nchi zinazoongoza katika uzalishaji wa nishati kupitia mitambo ya umeme wa maji. Tukizungumzia N+, tuna gigawati 15 za mitambo mikubwa ya umeme wa maji huko Siberia. Tunazisasisha, tunafanya uwekezaji wa kiwango kikubwa katika boreshaji, na kile kilichojengwa enzi za Umoja wa Kisovieti sasa ni mitambo ya umeme wa maji ya kisasa inayotegemewa na yenye ufanisi mkubwa na mabwawa ya kuaminika. Tutaendelea na kazi hii, lakini bila shaka zaidi ya yote tunapaswa kuzingatia nishati rafiki kwa mazingira. Huu ndio wakati ujao. Ubinadamu wa kisasa unaunganisha mustakabali wao salama na maendeleo ya vyanzo mbadala vya nishati. Mojawapo ya njia hizi ni nishati ya jua. Katika maeneo mbalimbali nchini Urusi, tunaona mashamba madogo yaliyotengenezwa kwa paneli zenye nguvu ya jua, na mashamba haya yanaenea kwa kilomita nyingi. Staromaryevskaya SES ni mojawapo ya vituo vikubwa zaidi vya nishati ya jua nchini. Nguvu yake iliyowekwa ni megawati 100, nafuu, isiyoisha, rafiki kwa mazingira. Kwa msaada wa nishati ya kijani inayozalishwa na kiwanda chetu, tunaweza kupunguza uzalishaji wa vitu vyenye madhara angani. Kwa hivyo, tunapoanza kuizalisha, mzigo wa kituo chetu unaongezeka, na vituo vinavyohusika katika matumizi ya hydrocarbon vinapunguza uzalishaji wake. Kwa hivyo, aina hii ya umeme, au tuseme nishati, inajulikana kama nishati ya kijani. Staromaryevskaya SES ina moduli za fotovoltaiki karibu 350 zinazofunika eneo kubwa la hekta 285. Katika eneo lililotelekezwa hapo awali, sasa kuna viwanja vya bluu vya betri vinavyopata jua kali la Stavropol. Kituo kimebadilishwa kidijitali kikamilifu. Hakihitaji idadi kubwa ya wafanyakazi wa matengenezo. Karibu kila kitu kinaendeshwa kiotomatiki. Hapa tuna fursa ya kusimamia vifaa. Ikiwa kuna haja ya kurekebisha vifaa, tunaweza kufanya hivyo kwa njia ya shughuli za mbali. Kwa hivyo, hii hurahisisha mchakato wa kazi na kuharakisha mchakato wa kufanya kazi na vifaa.
Tunahitaji kufanya ukaguzi wa kibadilishaji cha Mio 1.3A. Kibadilishaji A kwa hali joto. Sawa, tunafanyia kazi. Si rahisi kupitia vituo hivyo vikubwa, lakini wafanyakazi wenye uzoefu wa Staromarevskaya SES huweka kila kitu chini ya udhibiti, na ikiwa ni lazima watapata na kurekebisha hitilafu yoyote kwa haraka. Ninaipenda kazi yangu. Inakuza mwelekeo wa anga. Lazima ukumbuke mahali vifaa maalum vipo. Unapaswa kuwa macho kila wakati. Ikiwa kuna hitilafu, unapaswa kujibu haraka na kuirekebisha. Na kumbuka, tulilazimika kusafiri kilomita 100 katika uwanja huu. Stavropol ni mojawapo ya maeneo yenye jua kali zaidi nchini Urusi. Hata hivyo, pia kuna mwanga mwingi wa jua katika maeneo mengine. Mitambo ya umeme inazinduliwa mmoja baada ya mwingine. Huko St. Petersburg, kituo cha sayansi na ufundi cha teknolojia ya filamu nyembamba kinajaribu seli na modeli za hali ya juu zaidi za photovoltaic. Mstari wa majaribio unaruhusu kuhamisha matokeo ya utafiti wa kisayansi hadi uzalishaji wa viwandani haraka sana. Hili linafanywa na wataalamu huko Chuvashia katika jiji la Novocheboksak, ambapo kuna kiwanda cha mzunguko kamili kwa ajili ya uzalishaji wa moduli za jua pamoja na muundo na ujenzi wa mitambo ya umeme wa jua na vifaa vya umeme. Maendeleo ya kisayansi katika uwanja wa nishati ya jua yanazidi kushika kasi. Zaidi ya hayo, mabadiliko kutoka kwa suluhisho za teknolojia ya hali ya juu hadi zile za bei nafuu zaidi yanaendelea. Kwa mfano, kwa paneli za jua zilizochapishwa zenye msingi unaonyumbulika, tunashuhudia kizazi kipya cha seli za jua katika maabara ya nishati ya juu ya jua katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Misis. Wahandisi wa chuo hicho kikuu kinachoongoza hapa nchini wanafanya kazi kwenye vifaa vya semikondakta vya perovskite ambavyo hubadilisha mionzi kuwa ishara za umeme hata katika hali ya hewa ya mawingu. Paneli za jua zilizochapishwa kwenye msingi unaonyumbulika ni nishati mbadala ya siku zijazo. Urusi pia inapiga hatua katika nishati ya upepo. Ni rafiki kwa mazingira, inadumu na ya kuvutia kweli. Mandhari ni nzuri sana, unajua, hasa alfajiri na machweo ya jua wakati kuna ukungu kidogo. Muonekano ni wa kuvutia. Kupata eneo linalofaa kwa ajili ya ujenzi wa mashamba ya upepo ni mchakato mgumu na wa hatua nyingi. Ni muhimu kuzingatia vigezo kadhaa hapa. Eneo lazima liwe na rasilimali za kutosha za upepo. Ili kufanya hivi, wataalamu wanachambua data ya hali ya hewa ya ardhini na satellite ya ardhi kutathmini upepo na mandhari, pamoja na mambo mengine mengi ambayo yatasaidia kutabiri mabadiliko ya upepo kwa miongo ijayo. Maeneo yanayofaa zaidi kwa ajili ya maendeleo ya nishati ya upepo nchini Urusi ni ufuo wa bahari ya Arktiki kutoka rasi ya Kola hadi Kamchatka, pwani ya bahari ya Caspian, Black, Azov, Baltic, bahari ya Okhotsk, Karelia, Altai, Tiva, Baikal na nyika za kusini. Eneo la Stavropol linaashiria upepo wa mabadiliko wa Urusi. Ni hapo ndipo tuna idadi kubwa zaidi ya vituo vya umeme wa upepo. Mitambo yetu ya upepo ina uwezo wa kutoa umeme kuanzia kasi ya upepo ya mita 3 tu kwa sekunde. Kuna upepo unaoendelea kila mara kwenye maeneo hayo. Kiwanda cha umeme mara chache husimamisha shughuli zake.
kikiwa miongoni mwa mashamba ya kijani ya eneo la Stavropol. Kituo cha umeme wa upepo cha Kochubeyevskaya ndiyo chanzo cha nishati ya kijani nchini. Mitambo 84 ya upepo kwa wakati mmoja. Miundo hii mikubwa ina urefu wa mita 150 juu ya ardhi, ikitoa hisia za injini za milele zinazojiendesha. Kwa maana fulani, inakaribia kuwa sahihi. Mashine nadhifu ina uwezo wa kujirekebisha yenyewe kulingana na mwelekeo wa upepo na kubadilisha pembe ya mzunguko wa vilele vyake. Sehemu ya kasi zaidi ya tabaini zetu za upepo ni ncha ya bawa inayosonga kwa zaidi ya kilomita 200 kwa saa. Ni sawa na kasi ya gari la mbio. Mtiririko wa hewa huzunguka gurudumu la upepo. Kwa upande wake, huzunguka rota ya jenereta. Nguvu ya mitambo kisha hubadilishwa kuwa umeme ambao hutolewa kwenye msingi wa tubini ya upepo kwa vibadilishaji vya nguvu na mkondo wa masafa. Kisha nishati huhamishwa kwa transformer zinazoipeleka kwenye gridi ya umeme. Inaonekana rahisi kwa mtazamo wa kwanza, lakini ni vigumu kudhibiti turbine ya upepo. Hii ilitusukuma kubuni programu maalumu inayoitwa SCADA. Ilitengenezwa hapa Urusi. Inarahisisha mchakato wa kusimamia kituo pamoja na kufuatilia hali yake ya uendeshaji kwa kutoa idadi kubwa ya mawimbi. Ni muhimu kuchanganua data hii yote. Kituo cha umeme wa upepo cha Kochubeyevskaya kinashughulikia hekta 75. Kifaa chetu cha hali ya juu chenye nguvu na bila dalili ya kelele yoyote kupita kiasi. Mitambo yetu ya upepo hutoa kelele kidogo kuliko friji ya nyumbani. Kwa usahihi ni takriban desibeli 40. Ikiwa uko chini yake moja kwa moja, inaonekana kuna kelele fulani, lakini mtu anapaswa kurudi nyuma kidogo na inakuwa wazi kuwa hakuna kelele. Kitengo tofauti cha Rosatom Novavind kina jukumu la utekelezaji wa miradi inayohusiana na nguvu za upepo. Wao ndio wataalamu katika ujenzi wa kituo cha umeme wa upepo. Sehemu nyingine ya kampuni hiyo inajumuisha gigawati 1.7 za uwezo wa jumla wa umeme utakaozinduliwa ifikapo 2027. Hivi sasa mashamba 9 ya upepo yenye uwezo wa jumla ya gigawati 1 tayari yanafanya kazi kusini mwa Urusi. Kituo cha umeme wa upepo cha 9 kinachoitwa Trunovskaya pia kimeanza kusambaza umeme kwa gridi ya umoja ya Urusi tangu Oktoba 2023. Mitambo ya umeme wa upepo ya Rosatom imezinduliwa mwaka 2021 na tayari imeandaliwa kikamilifu na mashine zilizotengenezwa Urusi. Vituo na vipengele vya kiwanda cha kuzalisha umeme wa upepo kiko Volgodonsky. Katika kituo cha uhandisi wa nguvu cha Rosatom, Atommash ni kitengo cha hali ya uendeshaji wa mzunguko mzima. Na hapa ndipo tunapopata upepo wa Arctic. Hiki ni kituo cha umeme wa upepo cha Kola kinachofanya kazi chini ya usimamizi wa EL5 Energo, mtambo wenye nguvu zaidi wa upepo duniani zaidi ya mzunguko wa Arctic. Mkoa wa Murmansk ni eneo muhimu kimkakati. Uthabiti wa usambazaji wa nishati wa mzunguko wa Arctic ni muhimu kwa nchi nzima. Vifaa viliundwa kufanya kazi kwa hali joto ya chini. Kuna mitambo 57 ya umeme wa upepo katika hekta 257. Kila moja ina uwezo wa uzalishaji wa megawati 3.5. Ina urefu wa mita 150 na ina uzito wa zaidi ya tani 400. Kreni 3 zenye uwezo wa kuinua tani 750 zilitumika kufunga mitambo. Utekelezaji wa mradi huu wenyewe umekuwa aina ya changamoto. Hapa katika mazingira magumu ya kaskazini mwa mbali, tumeunda kituo cha kipekee cha viwanda. Kwa kasi ya maendeleo ya eneo la Arctic, tuna uhakika wa kuona ongezeko la shauku katika ujenzi wa mitambo ya umeme wa upepo hapa. Pia tutalenga matumizi makubwa ya vyanzo vingine vya nishati mbadala. Wanasayansi wa Urusi pia wanafanya maendeleo katika uwanja wa uzalishaji wa nishati ya mawimbi. Jaribio la kiwanda cha kwanza cha majaribio cha nguvu ya mawimbi limekuwa la mafanikio, jambo linalotufanya tuwe na matumaini kwamba kutakuwa na faida zingine kutokana na utafiti zaidi. Mojawapo ya vipaumbele vya sekta ya nishati ya Urusi ni maendeleo ya teknolojia za hidrojeni. Nishati ya hidrojeni inaweza kutumika katika magari, usafiri wa umma na mashine za viwandani.
viwandani. Wahandisi wa nishati na wanasayansi wanatafuta suluhisho mpya za mafanikio na wanafanya kazi katika mbinu mpya za kupata nishati kutoka kwa mimea inayotokana na bidhaa taka za sekta ya misitu. Ni muhimu kuendelea na maendeleo ya kasi katika sekta ya nishati ili kutoa uchumi wa usambazaji unaokuwa. Rais kwa kawaida hurejelea nishati na pia kusaidia uchumi kuzoea masoko ya mashariki. Kwa mataifa washirika, sisi ni zaidi ya pembe ya petroli ya wingi. Wanataka kushirikiana nasi. Wamechukua mbinu ya kuongeza thamani. Sisi si chanzo cha mafuta na gesi tu, sio bidhaa za matumizi tu. Tunaweza kutoa teknolojia pia. Na tuseme tu, tunaonekana kama taifa ambalo unaweza kufikia mafanikio katika suala la maendeleo ya kiteknolojia na kujenga gridi ya nishati ya kimataifa. Katika siku zijazo, matumizi na uzalishaji wa nishati wa Urusi utakuwa kwa kasi. Itakuwa muhimu kudumisha usawa wa vyanzo tofauti vya nishati, kupunguza athari mbaya kwa mazingira, kutumia teknolojia bunifu na kusimamia viwanda vinavyotumia nguvu, mitambo ya nguvu ya joto na nyuklia, kujenga kituo cha umeme wa maji na kuvuna nishati ya jua na upepo. Wanasayansi wa nyuklia wa Urusi kwa sasa wanakabiliwa na changamoto mpya tata. Kazi yetu ya kwanza na muhimu zaidi ni kuboresha ngao yetu ya nyuklia na kuidumisha katika viwango. Hivi karibuni nchi itashuhudia ujenzi mkubwa wa vinu vya nyuklia vya hali ya juu zaidi na vinavyohitajika sana. Na hakika ni hapa Urusi ambapo watu wataona sio tu mfano, bali toleo halisi la uzalishaji wa nguvu ya nyuklia ya kizazi cha 4, salama, rafiki kwa mazingira na bora katika vigezo vyake vya kiuchumi na sifa zake kuliko mbadala mwingine wowote duniani hadi leo. Leo, Urusi ni mojawapo ya wazalishaji wa nishati na wauzaji nje wanaoongoza duniani. Nchi inalinda uhuru wake wa kiteknolojia na iko wazi kwa ushirikiano. Tuko tayari kukabiliana na changamoto za sasa ili kufikia mipango na matarajio yetu ya baadaye.